Naitwa wakili Pasensa Dickson Kurubone, ni wakili kutokea kampuni ya mawakili ya FR Nkoka and Company Advocates. Nipo hapa mahakamani kwa ajili ya shauri la madai ambalo liko mbele ya Mheshimiwa Jaji Mtembwa. Kimsingi ni shauri ambalo ni baina ya Ali Salim Ki ambaye anashtaki kwa niaba ya mtoto wake ambaye ni Rahima, ambaye anashtaki kwa ajili ya kuomba nafuu au fidia kutokana na madhara aliyosababishiwa na mdaiwa ambaye ni Aga Khan Hospital pamoja na mwajiriwa wake ambaye ni daktari. Na kimsingi shauri leo lilikuwa nakuja kwa ajili ya mwendelezo, ambapo lilikuwa limepangwa kuja kwa ajili ya kongamano la kwanza kwa maana ya first PTC, ambapo tulikuwa tunapanga mwenendo wa kesi jinsi itakavyokwenda, kwa maana ya kwamba ichukue muda gani, lakini pia kwa maana ya kwamba tutakuwa na mashahidi wangapi, lakini pia kuendelea kuonesha kama kwamba hakuna maombi mengine yanayoendelea mahakamani, lakini pia kuonesha kama tutahitaji kuleta nyaraka zingine kwa ajili ya kuthibitisha kesi, lakini pia kuonesha utayari wa upande wetu kwenda kwa ajili ya usuluhishi kwa ajili ya hatua hii, kwa sababu katika mashauri ya namna hii ya madai, baada ya kuwa umemaliza hatua zote za kuleta nyaraka na kama hakuna mapingamizi yaliyopo, kama ambavyo pingamizi la kwanza limeshatolewa uamuzi na ikaonekana kwamba lilikuwa halina mashiko, kwa hivyo tunapanga kwa ajili ya kwenda kwenye usuluhishi ili tuweze kufanya usuluhishi kwenye madai yaliyoko hapa ili kuona kama tunaweza tukakubaliana. Katika hatua hii tutazungumza lakini pia wateja wetu wote watakuwepo, watajaribu kuzungumza. Kutakuwa na msuluhishi ambaye atajaribu kuona namna gani anaweza kawakalisha pamoja wakazungumza. Kama wakikubaliana, basi watasajili hayo makubaliano ambayo tunasema ni deed of settlement, na baada ya kuyasajili basi yanachukuliwa kana kwamba ni hukumu na inaweza kutekelezwa. Lakini kama hawatakuwa wamekubaliana katika hatua hiyo, basi kama sheria inavyotaka, basi tutarudi kwa mheshimiwa ambaye anaendelea na shauri hili ambaye ni Jaji Mtembwa kwa ajili ya kuja kuleta sasa ushahidi, na kila mmoja ataweza kuja kwa ajili ya kutoa ushahidi wake. Kwa upande wa mteja wangu ataleta ushahidi wake kuthibitisha kama ni kwa namna gani anaona mdaiwa, kwa maana Aga Khan Hospital kwamba alikuwa ni mzembe na alisababisha kwa uzembe wake alisababisha mguu wa mtoto wake kukatwa na kumletea madhara hayo, na ndio maana anadai fidia hiyo ambayo anaidai mahakamani. Kwa hiyo kwa wakati huo utakuwa ni wakati sahihi, lakini kwa wakati huu basi tupo katika hatua za awali ambao tunaenda katika hiyo hatua ya mediation, na kama nilivyosema hapo awali, huu ni muendelezo wa kesi, na hapo ndipo tulipofikia katika kesi hii. Tunaenda katika hatua hii ya usuluhishi kwa sababu kabla mteja wangu hajaja mahakamani alijaribu kwanza kupeleka madai yake kwa hawa wadaiwa, akiona kana kwamba wanaweza angalau wakamsikiliza na kuona namna gani waingilie jambo hili, na isingefika hata mahakamani kama angekuwa positive. Lakini kwa sababu alienda kule, aliwaandikia barua, hawakuwahi hata kumjibu, kwa akaona kana kwamba ametendewa isivyo sawasawa, kwa sababu ya matibabu ambayo anaona kwamba hayakuwa sawasawa kwa mtoto wake, ilipelekea kupoteza mguu kwa sababu ya uzembe wa walalamikiwa ambaye ni Aga Khan Hospital pamoja na daktari huyo. Kwa sababu ya kuwa hawajaonesha ushirikiano, basi kama ambavyo wana haki ya kuja mahakamani, na mahakamani ndio chombo pekee ambacho kinaweza kumsikiliza mtu madai yake, kikapokea na ushahidi, na baada ya kukatoa uamuzi aliamua kuja mahakamani. Ndio tulikuja tukaleta maombi yetu mahakamani, na baada ya kuleta mahakamani kuna hatua kadhaa. Hatua moja wapo ni kwamba lazima ulete nyaraka ambazo zinaonesha madai yako ni yapi. Sasa baada ya kuleta madai yako yanaonesha kama ni madai namna gani, upande wa pili pia wana fursa ya kujibu madai yako na kuleta vielezo vyao watakavyovitumia katika ushahidi. Lakini baada ya kumaliza hiyo hatua, lakini kama wana pingamizi pia wanaweza kalileta, kama ambavyo mwanzoni walileta pingamizi kana kwamba mahakama hii haina mamlaka kusikiliza hilo shauri, itakiwa liende pengine MCT. Na baada ya kukatwa mtoto wangu mguu, na madaktari waliniambia atatakiwa kupunguzwa mguu wake mara kwa mara, kwa maana ya baada ya miezi 9 mpaka mwaka mmoja anarudia operation wa kupunguzwa mfupa, kwa maana ya anapokuwa mfupa ule unafuata mguu wake wa zamani na unaendelea kukua, kwa unakuja kusababisha kufungua ile sehemu ambayo ilishakuwa imepona kidonda.
wanalazimika wafanyiwe operation na kukatwa tena mfupa. Kwa hiyo kila mwaka atafanya hivyo mpaka atimize miaka 18. Na pia anatakiwa apate kiungo bandia kwa maana ya mguu wa ziada ili kumsaidia kumsapoti katika maisha yake. Na mguu ni gharama yake ni kubwa. Kwa hivyo niliamua kutafuta msaada wa kuweza kupata haki ya mtoto ambayo iweze kumsaidia katika maisha kwa sasa alionayo. Nilijaribu kuwafuata hospitali husika ambayo niloitaja Aga Khan kwa kuwaomba gharama za matibabu na gharama mbalimbali ambazo mtoto anatakiwa kuzitumia. Niliwaandikia barua lakini ilipokelewa na sikupata majibu